Naam, karibu tena mtazamaji. Wakati serikali ikiendelea kusisitiza kwamba Kenya ipo katika hali ya tahadhari ya juu zaidi dhidi ya ugonjwa Ebola, mianya mikubwa katika mpaka wa Busia inaibua maswali mengi kuhusu uwezo wa taifa kuzuia virusi hivyo hatari kusambaa humu nchini. Uchunguzi wa KTN umebaini kwamba licha ukaguzi kuendelea katika maeneo rasmi ya kuingilia nchini, mamia ya watu wanaingia kupitia njia za mkato bila kufanywa vipimo vyovyote vile vya afya, hali ambayo inaweka nchi katika hatari kubwa. Fatma Chidagaya ana mengi zaidi. Wizara ya Afya hii leo imepokea vifaa muhimu vya kudhibiti maambukizi kutoka shirika la kimataifa la IOM, ikiahidi kuimarisha ufuatiliaji na tahadhari dhidi ya Ebola. Lakini tahadhari hiyo huenda ikawa ni taswira tu isiyoakisi hali halisi mashinani. Wakati maafisa wa afya wakijaza lango kuu la mpaka, njia za kisiri zimeachwa wazi. Katika siku hii ya soko yenye shughuli nyingi mjini Busia, mamia ya watu wanaingia nchini kupitia njia zisizo rasmi na kukwepa ukaguzi wa afya. Nikibeba mteja kutoka Uganda, kutoka wapi, na muingiza hapa Kenya kama hajapita kwa mpaka, na atapita mlango wa nyuma. Watu wanapita hapa wakienda Nairobi. Wakifika Nairobi wataambukiza na watu wengine. Ni hali ya kutia hofu. Wasafiri wasiopimwa wanaingia Busia, hupanda bodaboda na baadaye mabasi yanayoelekea Nairobi na sehemu nyingine za nchi. Hali inayoweka taifa zima katika hatari ya maambukizi. Kuna passing points mingi sana zenye watu wanatumia kupita. In fact, a few people ndio wanapita kwa custom. So, majority yenye watu yafaa wadili nao. Wasiwasi huo sasa unaenea katika kaunti zilizo kwenye njia kuu za usafiri. Muungano wa wahudumu wa afya ya mazingira na afya ya umma nchini KEFU unataka mifumo ya afya ya umma katika kaunti za mipakani kuimarishwa haraka, huku Kakamega ikiharakisha mipango ya kuanzisha vituo vya dharura vya karantini. We agreed to set up the quarantine centers within the Kakamega County because it's a transit area along Busia, Bungoma to Eldoret. We have centers where we have truck drivers who spend their night along those areas, and we are at a high risk of spreading the disease. So as we support Duale in establishing the National Quarantine Center in Nanyuki, supported by the America, also as a county, we are ready prepared. Maafisa wa afya katika kaunti ya Busia sasa wanasema mikakati inawekwa kuhakikisha usalama katika maeneo yote kuingia nchini, ikiwemo Ziwa Victoria, yanaimarishwa ufuatiliaji. Na baadhi ya wadau katika sekta ya matatu sasa wanaelekeza lawama kwa maafisa wa polisi wa trafiki kwa kushindwa kutekeleza sheria dhidi ya madereva